Mtazamaji wa The Star African Network, kama ndo kwanza unajiunga na channel yetu hii, karibu. Kwanza subscribe, bonyeza alama ya kengele na utakuwa umejiunga tayari na channel yetu hii kuendelea kupata habari mbalimbali zinazojiri. Na hivi sasa ni sports zaidi. Klabu ya Dar es Salaam Young Africans imetoa tamko ikijibu TFF ama shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kufuatia taarifa ambayo ilitolewa jana kwa madai ya kwamba Dar es Salaam Young Africans wao ndio wadaiwa na sio TFF. Ikumbukwe ya kwamba TFF taarifa yao inasema ya kwamba Dar es Salaam Young Africans wamekuwa wakituma barua kwenda kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania wakiomba fedha zao ziweze kufidia malipo ya wachezaji hasa wale wa kigeni, hasa kile kipindi cha usajili kufuatia utoaji wa leseni na vibali kwa wachezaji hao waweze kushiriki ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Hivyo kufuatia taarifa hiyo kwa madai aliyokuwa ameyatoa msemaji wa afisa habari wa Dar es Salaam Young Africans Shabani Kamwe, hii leo Dar es Salaam Young Africans wamejibu TFF kufuatia taarifa yao walioitoa muda si mrefu, kwa maana ya asubuhi hii ya Juni 11, na taarifa yao inasema ya kwamba taarifa kwa umma kutoka Dar es Salaam Young Africans. Tumeona taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuwa inaidai klabu ya Young African Sports Club bila kutoa ufafanuzi wa deni lenyewe. Tunapenda kujulisha umma ya kuwa klabu ya Young Africans haijawahi kupokea fedha yoyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho kwa misimu mitatu mfululizo, msimu wa 2021, 2022, 22-23 na 23-24, ikiwa ni misimu mitatu mtawalia. TFF wamekuwa wakishikilia fedha hizi za ubingwa kwenye akaunti zao kila msimu unapomalizika, huku wakifahamu ni makosa na ni kinyume cha utaratibu. Hakuna uthibitisho wowote wa kimaandishi kuonyesha kama TFF wamewahi kulipa fedha hizi za ubingwa kwa klabu ya Young African Sports Club. Ni aibu na fedheha na kumtia dosari mdhamini kuendesha mashindano bila ya kumlipa bingwa kwa msimu mitatu mfululizo. Tunaelekeza dawa ya deni ni kulipa deni kwa wakati, ikiwa ni haki ya mshindi wa mshindi na inampa heshima mdhamini wa mashindano. Ieleweke ya kwamba ada za malipo ya wachezaji wa kigeni walizosema kwenye taarifa yao hulipwa mwanzo wa msimu mpya, na hela hizi za ubingwa hutolewa mwishoni mwa msimu. Klabu ya Young Africans haijawahi kupokea taarifa yoyote rasmi kutoka TFF kuhusu klabu yetu kuwa na deni kwao. Uongozi wa klabu ya Young Africans unaendelea kusisitiza kulipwa pesa yake ya ubingwa na ubingwa wa kombe la shirikisho la TFF wa CRDB Bank Federation Cup kwa msimu wa 23-24 ili tuweze kucheza mchezo wa finali siku ya tarehe 28 Juni 2025. Imetolewa na ofisi ya mtendaji mkuu Young African Sports Club. Hii ni taarifa ambayo Dar es Salaam Young Africans wametoa asubuhi ya leo Juni 11. Una maoni gani juu ya kile ambacho wamekizungumza wao? Endelea kufuatilia kwa karibu sana Star African. Bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii na bonyeza alama ya kengele. Baada ya kumesubscribe tayari utakuwa umejiunga na channel yetu hii moja kwa moja, na utakuwa ukipata taarifa mbalimbali zinazobeba uzito wa hali ya juu ulimwenguni kote. Asante.